Nasema ili upate mafanikio ya kifedha, kwanza ni lazima uwe na njia ya kupata mapato. Yaani uwe na kazi au shughuli ya kibiashara ambayo ni halali inakupa mapato. Lakini ukishayapata yale mapato, jambo la kwanza la kufikiria inakuwa katika mapato yako uliyopata kiasi gani utasave. Na ukishajua kiasi gani utasave, alafu inayofuata ya tatu, kile ulicho kihifadhi utakiwekeza vipi kikuletee manufaa zaidi. Alafu namba 4 ndio unafikiria sasa matumizi, nitumie vipi. Lakini kubwa kuliko yote ya 5, nitatoa msaada upi kwa wale ambao hawajiwezi. Sasa ukiangalia mfumo wote hata huko Malaysia waliokofanikiwa kiasi hichi, basi wametumia nadharia hii kuweza kupeleka watu wengi hija. Lakini vile vile kama mashekhe walivyozungumza mwanzo, kabla ya kuja kwenye mambo haya ya kifedha na uwezeshaji, kubwa kabisa ni watu kujua umuhimu wa ibada yenyewe ya hija. Bila ya kupatikana hayo, huku kwingine hakutoleta tija yoyote. Mada yangu nilipanga, nitaka kwanza kuzungumza kuhusu fursa na namna gani kuziendea kwa taasisi hizi zinazopeleka mahujaji ambazo zimo katika taasisi za kifedha, watumie mifumo gani au njia gani ili waweze kufanikiwa. Hilo moja. Lakini la pili, kwa watu mmoja mmoja wafanye taratibu gani za kifedha au fursa gani zipo za kifedha ambazo wanaweza kuzitumia wakaweza kwenda hija. Na haya ni mambo ambayo na imani yanahitaji jamii kuelimishwa sana. Baada ya kujua ule umuhimu wa hija, hili ni la pili. Kwa mfano kwenye taasisi zetu, na alhamdulillah Tanzania ya sasa hivi sio ile Tanzania ya miaka 20-25 iliyopita. Alhamdulillah kwa sasa hivi Tanzania tuna mifumo ya kifedha ya Kiislamu. Tunazo benki za Kiislamu, na alhamdulillah kuanzia mwaka jana tumekuwa vile vile na insurance takaful ya Kiislamu. Lakini karibuni hivi vile vile, kama wengi tunafuatilia, kumekuwa na huu uwekezaji wa Kiislamu unaitwa sukuk. Ziko hizi sukuku zinazotolewa na taasisi, lakini karibuni kabisa vile vile serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar nayo ilitoa sukuk ya kiserikali. Vitu ambavyo huko nyuma ingekuwa ngumu sana kutoa madai, kwa sababu ukimwambia Muislamu afanye uwekezaji, huwezi ukasema mimi nataka kwenda hija alafu ukawekeza kwenye benki ya riba. Pesa zitakuwa ni haram na hakuna dhambi kubwa. Riba ni miongoni mwa madhambi makubwa. Lakini sasa kwa sababu tunao mfumo wa kifedha wa Kiislamu, kwa hiyo kuna namna ambazo tunaweza kuwekeza. Kwa mfano kwenye mabenki haya, kila benki aidha ikiwa dirisha au benki ambayo ni kamilifu ya Kiislamu, mtu anaweza kufungua mle akaunti ambayo ni ya haji. Hapa imeambiwa kuwekeza kidogo kidogo, na unaweza kuwekewa mahesabu kabisa kulingana na uwezo wako ulionao. Kila mwezi ukiwekeza kiasi hichi, basi baada ya muda huu
utakuwa umefikia lengo ya fedha zako za kuweza kukupeleka hija. Na kwa hili labda mimi nitoe mfano wangu mimi binafsi. Nakumbuka wakati ule benki ilivyoanzishwa ya Amana Benki 2011, baadaye nilikuwa mkurugenzi, nikawa mkurugenzi mwendeshaji. Lakini wakati huo nilikuwa mwalimu chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na mishahara ya walimu dunia nzima, whether uko chuo kikuu au wapi, si mikubwa hivyo. Lakini niliweka nia wa siku benki ya Kiislamu itakapofunguliwa nchi hii, basi nitakuwa wa kwanza kufungua account na nitaweka pesa za kuhifadhi ili niende nikahiji. Kwa hiyo ilivyofunguliwa mwaka 2011 Novemba Amana, kama sijasahau 2011 Novemba ile au Disemba, nikafungua haji account na nikaanza kuweka akiba. Na alhamdulillah kwa akiba yangu ilifika 2012, sikumbuki vizuri, au 2013 ikawa imekamilika. Nikalipa zile pesa zote kwenye taasisi ya hija kwa niende hija. Lakini vile vile ukiwa na nia na ikhlas, Mwenyezi Mungu anakufungulia zaidi. Nakumbuka nishalipa pesa zote zile. Siku hiyo niko safarini tu, nikwenda kwa shughuli fulani huko Kilwa na Mtwara. Niko njiani nikaambiwa nimepigiwa simu. Nikaambiwa na katika watu ambao wamechaguliwa, wamealikwa na mfalme wa Saudia, na wewe umo. Yule mkubwa wa ile taasisi, nadhani inakuja ile mialiko ya mfalme. Na mwaka ule nadhani walialikwa walimu wa vyuo vikuu. Tulikwenda walimu wengi. Yule mkubwa wa ile taasisi ya haji, nilipompigia simu nikamwambia hivyo, akaniambia kesho asubuhi njoo nitakurudishia pesa zako zote kwa sababu umepata mwaliko. Kwa hiyo zile pesa nyingine zikaniwezesha kufanya mambo mengine. Kwa hiyo uwezeshaji huo upo kwa mtu binafsi, na nimeambiwa na taasisi za kifedha zipo hapa, watu wanaweza kwenda usiangalie. Lakini vile alhamdulillah sasa hivi vile vile ziko microfinance nyingi za Kiislamu, viko vikoba vya Kiislamu, na bahati na mawasiliano nao sana. Kwa hiyo hata kule tutajitahidi kuwaelimisha hata hawa wafanyabiashara wadogo waanze kuweka akiba kwa ajili ya kwenda hija. Kwa sababu mimi niwaambie, mtu unapokwenda hija, ambayo mimi nina mifano binafsi, ile nilowaambia ni ibada ambayo ni muhimu na ina baraka kubwa sana. Ina baraka kubwa sana za kimaisha. Na hata shekhe hapa alivyosema kwenye familia, na hata kama mtu uko kwenye familia, ninachosema kama una uwezo, basi hakuna zawadi kubwa utakayoweza kuwapa watoto wako au mkeo au wake zako kama kuwapeleka hija. Kwa hiyo hilo nalo tujitahidi, lakini kubwa ni lile la kuhamasisha na kuwaelimisha watu umuhimu wa ibada ya hija. Kwa sababu nchi nyingi hizo za Malaysia, ukisikia Brunei au nchi nyingi za Kiislamu ambazo zimehamasisha sana Waislamu na wanapeleka Waislamu wengi hija kila mwaka, community za Kiislamu au maendeleo ya Waislamu kwa ujumla katika nchi zile yanakuwa ni makubwa. Na lote hilo linachangiwa na nini? Na utekelezaji wao wa ibada ya hija. Sasa nikirudi tena kwa hizi taasisi, labda huu ndio uwanja wangu zaidi. Na kama tulivyoambiwa sasa hivi, Sheikh ameeleza hapa kuwa
malipo ya hija, vitu vyote vinafanyika mapema mno. Kwa hiyo kuna umuhimu wa hizi taasisi za hija kufanya kazi karibu na vyombo vya fedha ili kuweza kupata uwezeshaji. Vyombo vya fedha hata kule kwa individuals, wale watu binafsi vile vile, kama alivyosema Sheikh, ziko package ambazo watu wanaweza wakalipiwa na taasisi ya kifedha, alafu mtu akalipa kidogo kidogo. Na mashekhe wamesema hili, na nashukuru leo Sheikh umeliweka hapa kwa halina tatizo. Na kwa mfano Zanzibar, Sheikh Abdullah Talib nadhani atakuwa shahidi wa hili. Zanzibar kule hata ile mifuko ya hifadhi ya jamii ZSSF ina Zanzibar Social Security Fund, kwa sababu wafanyakazi wengi wanakuwa kwenye ile mifuko ya hifadhi ya jamii. Inaingia makubaliano na hizi taasisi za kifedha kwa mtu zile pesa zake ambazo kahifadhi kwenye mfuko wa jamii nazo zinakuwa miongoni mwa dhamana. Na uzuri wa ile, hata yule mtu akienda hija ikimkuta faradhi akafariki kule, au hata akirudi kabla hajamaliza ule mkopo wake ikawa yeye amepata faradhi ya kifo, basi zile fedha zake za mfuko ule wa hifadhi ya jamii zinamsaidia kulipa. Kwa hiyo kwa taasisi zetu za kifedha hapa zinaweza vile vile kufanya mawasiliano na taasisi hizi za mifuko ya hifadhi ya jamii, hasa kwa wafanyakazi waajiriwa. Kwa sababu inakuwa ni vizuri kama alivyosema Sheikh, mtu uende hija wakati una nguvu zako, usisubiri tena umeshastaafu miaka 60 65 ndio unaenda hija. Kwa hiyo hivi vinaweza kusaidia. Mengine, ikiwa taasisi zitahitaji kufanya kazi na hizi taasisi za hija na vyombo hivi vya kifedha, kwanza kuna nukta 3 muhimu sana inabidi wazijifunze. La kwanza ni kuwa tayari, taasisi kama taasisi iwe tayari kuwa partner au kuwa mdau au kuwa mwenza na taasisi ya kifedha. Lakini jambo la pili ambalo kila taasisi ya kifedha inaliangalia ni lazima, ukitaka wewe uwezeshaji kwenye taasisi ya kifedha, basi katika mambo yako yote uwe mwazi na taasisi ya kifedha na uwe mkweli. Sisi tumeelewana vitu tatu. Uwe tayari kuwa mdau, lakini uwe mwazi na transaction, yani miamala yako yote, lakini vile vile uwe mkweli. Sasa vipi utakuwa mdau taasisi ya kifedha? Hili jambo jingi hata sisi tuliotoka kwa kwenye taasisi za kifedha watu wengi wanakuwa hawalifahamu. Ni muhimu wewe ukitaka uwezeshaji wa kibenki, basi ujitahidi ufungue account na ile benki, na ile miamala yako yote ya taasisi yako, na hata ikiwa individual, iwe inapitia wapi? Kwenye ile benki, kusudi waone ule mzunguko wako. Lakini jingine, na mara nyingi mabenki hayawezi kukuwezesha. Kwa mfano, mteja umekwenda leo hii, unafungua akaunti leo, baada ya wiki moja unasema muniwezeshe, hawezi kukubali mara nyingi. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa hili kulianza kabla. Mara nyingi mabenki yatataka uwe tayari ushakuwa na akaunti na wao takriban miezi 6 mpaka mwaka, na ile miamala yako yote ipite kule. Lakini kuwa mwazi nalo ni jambo muhimu, kwa sababu vile vile utakapokuwa mwazi kwa kila jambo lako, utaweza kuifanya ile taasisi ya kifedha iweze kukushauri. Kama hapa uende hivi, hapa naona usiende hivi, uende hivi. Na uwe mkweli. Yaani usije ukasema mimi nimetoka taasisi ya kifedha A, naenda taasisi ya kifedha B, kule A nilivuruga mimi mambo yangu, basi huku B nitawaficha.
hapo utajiharibia kabisa, kwa sababu kwa mifumo ya sasa hivi iliyopo ya kibenki, ikiwa umeharibu kwenye taasisi moja ya kifedha, wakikutumbukiza tu kwenye mfumo watakuona. Kwa hiyo wewe jitahidi uwe mkweli kwa lolote ni, haitakiwi kuficha. Lakini jingine vile vile kwenye hizi taasisi za kifedha huwa hazifanyi kazi mara nyingi na taasisi mpya. Yaani ikiwa wewe taasisi yako ndio kwanza imeanzishwa sasa hivi, mwaka huu hujawahi kupeleka mtu hata mara moja hija, huna mizunguko yoyote katika akaunti yako, itakuwa ni ngumu sana kupata uwezeshaji. Kwa hiyo ni muhimu iwe taasisi ambayo imeshatumika kwa muda. Lakini na jingine vile vile kwenye taasisi za kifedha, ili upate uwezeshaji, ni muhimu vile vile taasisi yako iwe imeandikishwa rasmi na inatambulika rasmi na vyombo vyote vya serikali vinavyohusu usajili wa hiyo taasisi. Sababu bila ya hivyo taasisi ya kifedha haitopokea. Lakini jingine ambalo taasisi ya kifedha vile vile haiwezi ikakupa uwezeshaji bila ya kuwa na dhamana. Nadhani tunazungumza dhamana tunaelewana. Yaani lazima uweke kitu wanaita collateral. Na dhamana mara nyingi inakuwa ni nyumba au mali isiyohamishika. Kwa hiyo hilo nalo ni muhimu. Sasa mtu anaweza kusema hii taasisi dhamana itaitoa wapi? Kama ni taasisi, wako wakurugenzi wa ile taasisi, wako waendeshaji wa ile taasisi. Kwa hiyo lazima wao waweke dhamana. Na labda niwape vipi nukta nyingine. Mara nyingi, kwa mfano, dhamana yako ikiwa ina thamani, kuna namna ambayo thamani inatafutwa kulingana na taratibu za kiserikali. Ikiwa ile dhamana yako ina milioni, labda baada ya kufanywa ile tathmini imeonekana milioni 200, wewe jiwekee kwenye taasisi ya kibenki kwa unaweza ukapata mpaka milioni 100, nusu ya ile, kwa sababu yako mahesabu mengine yanafanyika. Ingelikuwa ni uwanja mrefu, watu wangeweza kuniuliza maswali nikawauliza wakaniuliza kwa nini iwe hivyo, lakini ziko sababu. Lakini ni mada ninaitoa, mimi namba yangu nitaitoa iwe dhahiri. Mtu yote akiwa na swali lolote kuhusu haya, nitapokea simu na nitamjibu kwa nini natakiwa hivyo. Lakini vile vile dhamana inawezekana ukaweka, sio lazima iwe nyumba, inawezekana ukawa na mtu ana keshi yake iko benki akakudhamini ile keshi yake, ndio ile taasisi ikawa ni dhamana. Lakini vile vile ziko taasisi nyingine tunaziita zinazotoa credit guarantee, yani zinatoa dhamana ya ile mikopo, na kwenye mabenki zipo hizo. Kwa hiyo utakapokwenda kwenye benki na wewe unastahiki, wanaweza wakakupa hiyo dhamana. Lakini vile vile insurance, na alhamdulillah sasa hivi nimesema, ili kwa nyuma lisingewezekana kabla ya kuwa na takafu. Lakini sasa hivi takafu, na ninafahamu Zanzibar Insurance Corporation inayo hiyo bidhaa ya yeye, yani ile takafu ndio inaidhamini ule mkopo, hata kama huna nyumba wala nini wala. Kwa hiyo hilo la dhamana nalo ni muhimu mtu akitaka uwezeshaji. Lakini kuna mambo vile vile nimesema niyazungumze, naona imezimika, niyazungumze kwa ufupi, ambayo ni muhimu unapokwenda kufanya miamala na taasisi za kifedha kujiepusha nayo. Kujiepusha nayo. Moja, hakuna jambo ambalo, na mimi sizungumzi kama mtu wa mtaani, nazungumza kwa practical experience, yani na uzoefu wa vitu hivi, yani nimevifanya kwa zaidi ya miaka 14. Mabenki hayapendi mtu upelekwe na mtu, yani wewe una mtu mkubwa huko
ndio aje akuseme bwana mimi huyu namu introduce. Sisi watu kwenye taasisi ya fedha tukishakuona wewe unataka kutumia wasta, tunaona huyu ana matatizo. Kwa hiyo jiepushe na hiyo. Nimetoa hapa vitu vingapi? Vitatu. Uweke ule nini? Ubia na benki au taasisi ya kifedha. Uwe mwazi, uwe mkweli. Fungua account au sivyo ionekane biashara ile taasisi yako ina mzunguko ule. Sawa sawa. Uwe na dhamana, hivyo vinatosha. Jingine vile vile taasisi za kifedha hazipendi, yani unaingia asubuhi una kila saa masimu. Bwana mkopo wangu ule. Fana. Sisi tumeelewana. Kwenye taasisi ya kifedha kuna taratibu. Sheikh Abdullah Thalib tulikuwa pamoja, mwenzangu bado yuko PBZ. Yani kuna taratibu mpaka ya ule uwezeshaji utoke. Sasa zile taratibu zinafuatwa na zile approval zina taratibu zake. Haiwezekani asubuhi kwa jioni. Ziko mikopo mingine ile ya wafanyakazi na lakini hii ya kitaasisi, na hasa ukiwa ni mpya ndio kwanza unaanza kutaka ule uwezeshaji, inachukua muda. Jua kwa itachukua muda, wiki moja, wiki mbili, wiki tatu mpaka itoke. Kwa hiyo jiandae mapema. Mara nyingi sisi tunazishauri, hasa hata mimi nilipokuwa huku kiongozi wa mabenki, nilikuwa nazishauri hizi taasisi za hija kwa mkitaka uwezeshaji wa kibenki mwanze mapema, miezi mitatu. Kama leo Sheikh ametuambia hapa mwezi huu inabidi watu walipie. Kwa hiyo tungetegemea hizi taasisi za kifedha mpaka sasa hivi, kama wao wanategemea hizi taasisi za hija, kama zinategemea kupata pesa kutoka kwenye taasisi za kifedha, sasa hivi iwe wao tayari wamesha kamilisha. Kwa hiyo mwanze mapema sana, hata miezi mitatu minne kabla ya ule muda, kusudi mambo yenu yaende vizuri. Kwa hiyo kuonyesha uharaka hizi kwenye taasisi za kifedha hawalipendi. Na mimi binafsi nina mifano, wateja karibu takriban wote waliokuja na mambo ya uharaka haraka, ukiwa facilitate malipo ni shida. Waliokuja kusema anakuja sijui na wasta, kama wewe ndio uko kwenye benki ujue hii ni shida tu. Mara nyingi ni shida. Wana matatizo huko, lakini inabidi ugombane na watu kabisa. Mimi mara nyingine wakubwa wengine walikuwa wakipiga simu na warudishia wale waloleta ile wasta. Wanawauliza, uko tayari wewe kutoa keshi yako tuweke dhamana kwa huyu mteja? Sijui mnanielewa? Atoe nini? Au kitu tunakiita benki kinaitwa personal guarantee. Mtu benki akikupa personal guarantee, usipolipa wewe, benki inaweza kwenda kuchukua chochote chake uko tayari? Mimi hilo siwezi. Naambia sasa, kama wewe huwezi, vipi unataka mimi niingie huko kwenye shida hii? Kwa hiyo mambo ya wasta kufanya uharaka ni shida. Lakini ingine, msikubali kabisa, either wewe ni individual, mtu binafsi au taasisi ya kifedha, kutoa rushwa kwa maafisa wa taasisi za fedha kabisa kwa ajili ya kupata facility. Hilo ni kosa kubwa kabisa. Sikatai wako watu ambao unajua kwenye jamii kuna watu wazuri na waovu. Lakini taasisi yote ya kifedha inayojielewa huwezi kukutana na mambo haya. Na wateja wajitahidi kuyakataa. Na kwenye taasisi za kifedha ya mambo yako wazi, na namna gani unaweza wewe ukapeleka hizo taarifa na hao wahusika, kama una ushahidi tosha, wakachukuliwa hatua zinazofaa. Haya mimi nayaona ndio mambo muhimu sana kwa taasisi zetu kujitahidi kuyafuata ili tuweze kufaidika na mifumo hii ya kifedha.
Lakini nitoe ushauri mwingine au kusisitiza kuwa na namna mtu. Unajua katika Uislamu tunaambiwa kila jambo linatokana na nini? Na nia. Mimi na imani kabisa ukiwa na nia na nia yako ikawa kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu kwa jambo hili la hija, na ukaanza kuweka savings hizi kwa utaratibu, Mwenyezi Mungu atakuwezesha. Lakini kama tulivyosema au ilivyoelezwa hapa kuwa tuna shida kweli Tanzania, ikiwa sisi tunapewa nafasi 25,000 na tumeambiwa hizi, Sheikh alieleza vizuri hapo, kwa kila watu 1,000,000 mnapewa 1,000, alafu zinatushinda. Lakini kwa mfano kama hivi ilivyopita, imeonekana mwaka jana Zanzibar wamepeleka watu zaidi kuliko huku Tanzania bara, ambapo kuna watu wengi zaidi sana, wengi mno Waislamu. Kwa hiyo na imani hili ni jambo zuri la makongamano haya, lakini ni muhimu vile vile nisisitize Tanzania Hajj Federation, labda mngekuja sasa na huu hamasishaji wa kiroho ni muhimu sana, na ndio utapelekea mengine yote haya. Lakini mngeweza kuja sasa na kitu kingine cha ziada cha kuhamasisha huu uwekezaji wa watu individual, kwa sababu ukiangalia Malaysia ule uwekezaji kama Sheikh alivyosema, mtoto akizaliwa tu anaanza kuwekezewa. Zile fedha zimekuwa nyingi. Mimi nakumbuka hata Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, kuna siku Zanzibar kule alisema tujitahidi kukopi ile model ya kule ya mambo ya hija, kama sikosea. Yaani wale watu, zile fedha zinazowekezwa huwa hazikai hivi hivi, zinafanywa nini? Investment makubwa kiasi ambacho mtu anaweza kufanya uwekezaji mdogo tu, lakini kwa yale investment yanavyozalisha ile faida, inamwezesha sasa kila mtu aweze kufanya nini? Hiji. Labda tuje na fikra hizo huko mbeleni. Isiwe hivi hivi, lakini lazima yule mtu awe na mwanachama wa ule mfuko wa uwekezaji. Na kama nilivyoeleza mwanzo, alhamdulillah sasa hivi tunazo Islamic banking, tunavyo Islamic takaful, tunazo sukuk. Kwa sababu ukiangalia kama sikosei, Sheikh Abdul Talib, nadhani hata kule Malaysia ule mfuko wa haji una investment makubwa, majumba, manini, mpaka hayo masukuku yanotolewa na serikali ya Malaysia, nyingi zile sukuku zinanunuliwa na mfuko wa hija. Kwa hiyo return, yani faida yake inazidi kukua na kukua na kukua. Kwa hiyo vyombo kama hivi vikija vikawepo na vikasimamiwa na vikawa na mfumo madhubuti wa kisheria, na vingine tunasema wa governance, wa kuviongoza, sijui tumeelewana, yani pasipenye mambo yote ambayo sio sahihi. Na imani baada ya muda inawezekana historia ikawa nyingine, na Tanzania ikafikia hadi ikawa sasa badala ya zile 25,000 waliosema Sheikh hapa, wale waliosubiri mwaka 106, Sheikh Abdul Talib ulisema wao hawafiki huko kwa sababu kuna hizi nyingine zinazo washinda watu ndio wanazichukua. Mimi naomba kwa haya machache na muda niliopewa, nadhani nimeenda kwenye muda mwafaka,